Winome TV. Sisi ni familia mpya. Arusha hapa tuko na miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza kwa muda mrefu hapa mkoani Singida. Naweza nikasema kwamba ni wakongwe. Yeye ana nafasi gani katika academy ya Baptani FC? Ile tulikutana kwenye kazi ndio ikawa vile, lakini kwa asilimia kubwa namuunga mkono ile anachokifanya yeye na taasisi yake. Mi kwa mtazamo wangu katika mkoa wa Singida, hii ni sehemu sahihi kwa vijana, ni sehemu sahihi kwa maendeleo ya soka ya vijana, na pia ni mkombozi kwa soka la vijana wa Singida, na imani kubwa sana. Wana malengo mazuri na hawa wataleta muamko mkubwa sana kwenye maendeleo ya soka la vijana wetu Singida. Umeweza kuzungumza vizuri kabisa, lakini kwa mtazamaji ambaye anakutazama kwa hii mara ya kwanza, tumemwambia kwamba wewe ni mchezaji mkongwe na una record nzuri sana. Anaweza kufahamu kwa majina yako, lakini pia baadhi ya sehemu ambazo umepita wapi na wapi, aweze kupata experience, ajue mtu ambaye anazungumza ni nani, amepita sehemu gani. Mimi naitwa Yusufu Mgwao. Mchezaji ambaye nimecheza vilabu vingi sana Tanzania. Nimecheza CDA Dodoma, nimecheza Palsoni Arusha, nimecheza Simba Sports, nimecheza Kagera Sugar, nimecheza Mtibwa Sugar, nimecheza Moro United kiwa ligi kuu, nimecheza Ruvu Shooting, nimecheza Majimaji, timu ya taifa ngazi zote kuanzia under 17, under 20 mpaka senior team. Kwa hiyo ninapoona mtu anafanya kitu kizuri, hasa akiwa ni ndugu yangu, asilimia kubwa ni lazima nimsupport. Na yeye sehemu nyingi ya mawazo, yeye pamoja na kiongozi mkubwa Bwana Peter, wote wanachukua mawazo mengi kwangu. Mimi unajua, asilimia kubwa mtu anapokuonyesha anakuthamini, ni lazima uwe naye karibu. Anapoamini kwamba una kitu ambacho unaweza kusaidia, iwe kimawazo, kimtazamo, ni lazima uwe naye karibu kwa muamko wa vijana na maendeleo ya soka la mkoa wetu wa Singida. Yes, alivyokuwa anazungumza alisema kwamba wewe ni unacheza Magic Pressure kwa muda mrefu, na yeye pia anacheza Magic Pressure kwa hivi sasa na ana support, lakini yeye ana taasisi yake kama academy, na anasema mara nyingi sana huwa anaomba pia mawazo pamoja na kusaidizana. Ninyi kama wachezaji, na huyu ni ndugu yako, kitu gani ambacho huwa sana waga na msupport? Tunasupportiana. Unajua yule ni mtu mwenye upeo mkubwa sana. Ni hazina kubwa sana kwa soka letu la Singida. Japo inafikia kipindi, unajua mkoa wetu, sijui kuna vitu ambavyo hawavichukulii kuvitilia maanani. Mkoa kama mkoa, mimi nilikuwa natamani wakiona mtu ambaye anaweza akaja akawa nembo nzuri katika mkoa wetu, ni lazima kumsupport kwa kile anachokifanya, lazima kumsupport kwa kile anachotamani kukifanya, awe ni kumtengeneza. Unajua wenzetu mikoa mingine wakishaona huyu anaweza akaja kuwa muhimili mzuri katika mkoa wetu, wanamsupport. Mikoa mingine wanasupportiana sana. Kwa hivyo nilikuwa natamani viongozi ambao wana mamlaka wakae vizuri kumsupport na kumpa nguvu, moyo, ikibidi hizi kozi zinazotokea za ukocha wazidi kumsupport zaidi, ili atimize malengo katika kichwa chake. Ni kichwa chenye madini mengi, ni mtu mwenye upeo mkubwa, anaweza akafanya kitu kikubwa kwa maendeleo ya soka letu. Sawa bana, mimi ni kushukuru sana kwa hicho ambacho umeweza kuzungumza, kwa sababu kuna vitu ambavyo alizungumza. Sasa nikasema lazima hapa tuzungumze na Yusuf mwenyewe kuhakikisha kwamba kitu kina balance. Mimi nikushukuru sana na kutakia kila laheri. Hivi Magic Pressure imefika wapi kwa Magic Pressure tumeenda kushiriki ligi
lakini tulianza vibaya. Tulipoteza mechi ya kwanza, yani tulivokanyaga hatua ya kwanza tukakanyaga sehemu mbaya. Tukakanyaga hatua ya pili tukakanyaga sehemu mbaya. Tulivonyanyuka tukakuta wenzetu wameshafika mbali. Unajua maendeleo yani kufanikiwa katika ligi kama zile ni lazima kwanza uwe umejiandaa. Umejiandaa ni lazima uwe umeandaa timu nzuri, pia umejiandaa. Yani timu za kule kufanikiwa sio uwezo zaidi. Ni lazima uwe umejiandaa kwa bajeti yako nzuri, kwa sababu asilimia kubwa ushindi unaopatikana sio tu kuwa na timu bora, lazima uwe na kipato pia. Kwa hiyo sisi kipato tulienda nacho ilikuwa ni cha kukidhi mahitaji yetu ya kibinadamu muhimu, lakini sio mahitaji mengine ambayo alikuwa anatulazimika kuyafanya nje ya uwanja. Hivyo. Sawa, ongereni lakini pia poleni kwa hilo. Naamini next time mnaweza mmepata funzo na ngaza sana. Unajua kushiriki mashindano kama yale yamewekwa age under 20, si ndio? Lakini wewe unapoenda na age ile ya kwamba hawa ni under 20, alafu unaenda kukuta unacheza na watu ambao sio under 20, ujiandae kufeli sehemu moja. Kwa hiyo sisi tulienda na age ambayo TFF walihitaji, lakini tulienda kucheza na watu ambao sio under 20. Hongera sana, lakini naamini mambo yatakuwa vizuri sana. Bwana, huyo ni Yusuf ambaye nimeweza kuzungumza naye, mchezaji wa zamani wa Mtibwa Sugar, amepita Kagera Sugar, amepita Simba na sehemu kadha kadha, Arusha kule amepita. Ameweza kuzungumza kwa ukubwa kuhusiana na hichi ambacho ameweza kuelezea kuhusiana na vita haya ya kifootball kwenye masuala ya kazi, na kaka yake Rava nazewa umeweza kuenjoy kwa kile ambacho ameweza kuzungumza, lakini kubwa kuliko kuhusiana na ligi yetu mkoa wetu wa Singida, jinsi ambavyo nakuwa academy kama hii imeleta mchango mkubwa sana kwa vijana wa Singida kwa ajili ya kuweza kuimprove katika masuala mazima ya kimichezo. Kama tulivyosema kwamba Winome TV sisi ni familia mpya, tulikuwa naye hapa, tumezungumza naye. Unaweza kulike na kushare na kusubscribe uwe wa kwanza kupata kile ambacho tunakuandalia siku kadri ya siku. Mimi ni Elikana Obedi, kipenzi mashabiki, nyuma kamera ipo Prosper Solomoni.